Kuna msemo mmoja wa Kiswahili au wa Waswahili wanakuambia mbwa kala mbwa. Iran wanafanya wanachokitaka. Sasa wamekuja na maagizo 6 ambayo wameyatuma moja kwa moja kwa Marekani pamoja na washirika wake. Kunayo barua ambayo ina vipengele 6 ambayo imetolewa na Ali Larijani ambaye ni katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran. Katika barua hiyo imeandikwa maneno yafuatayo: kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Moja, Waislamu wa duniani na serikali za Kiislamu. Iran ilikabiliwa na uvamizi wa hila wa Marekani na Wazayuni wakati wa mazungumzo yakiendelea kwa lengo la kuigawa nchi hiyo. Katika uvamizi huo waliwaua kwa ushujaa viongozi wakubwa na waaminifu wa mapinduzi ya Kiislamu pamoja na idadi ya raia wa kawaida na makamanda wa kijeshi. Hata hivyo, walikumbana na upinzani wa kitaifa na wa Kiislamu na watu wa Iran. 2. Je, mnajua kwamba isipokuwa katika matukio machache yaliyodhibitiwa katika kauli za kisiasa, serikali nyingi za Kiislamu hazikujitokeza kuisaidia taifa la Iran? Hata hivyo, watu wa Iran kwa adhima thabiti waliweza kumkabili na kumzuia adui mwenye uadui. Leo hii adui huyo hajui jinsi ya kujinasua kutoka katika mkwamo huu wa kimkakati. 3. Iran inaendelea kupinga shetani mkubwa na shetani mdogo, yaani Marekani kama shetani mkubwa na Israel kama shetani mdogo. Lakini je, mwenendo wa baadhi ya serikali za Kiislamu haupingani na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyesema, na mnukuu, ikiwa hatutaitikia mwito wa Muislamu mwenzako, basi wewe si Muislamu. Huu ni Uislamu wa namna gani? 4. Baadhi ya nchi zimeenda mbali zaidi na kudai kwamba kwa sababu Iran imelenga mashambulizi kwenye kambi za Marekani pamoja na maslahi ya Marekani na Israel yaliyopo ndani ya mipaka ya nchi zao, basi Iran imekuwa adui wao. Je, Iran ilipaswa kuruhusu kushambuliwa kutoka kwenye kambi za Marekani zilizopo katika nchi hizo? Wanatoa visingizio. Katika vita vya leo, upande mmoja upo Marekani na Israel, upande mwingine upo Iran ya Kiislamu pamoja na vikosi vya mukawama kwa maana ya upinzani. Ninyi mko upande gani? 5. Fikirieni mustakabali wa ulimwengu wa Kiislamu. Mnajua kuwa Marekani haina uaminifu kwenu na kwamba Israel ni adui yenu. Tafakarini maslahi yenu wenyewe na mustakabali wa eneo hili. Iran inajitokeza kama muungaji mkono na haina nia ya kuwatawala. 6. Umoja wa umma wa Kiislamu kwa nguvu zake zote unaweza kuhakikisha na kudhamini usalama, maendeleo pamoja na uhuru kwa mataifa yote. Ali Larijani, katibu wa Baraza Kuu la Uislamu wa Taifa kutoka pale Iran. Haya ni mambo 6 ambayo wa Iran wanajaribu kuwafikirisha watu wengine kwamba vita hivi sasa vinaonekana vinakwenda kuwa ni vita vya kidini, ambavyo vita vya kidini vinakuwa na madhara makubwa sana. Lakini maswali ya Ali Larijani ni kama yanamuuliza Marekani kwamba je, anachokifanya katika ukanda wa Mashariki ya Kati, anaamini hao Wazayuni wanaweza kuwa wana nguvu kubwa zaidi endapo ikitokea Waislamu waliopo katika ukanda wa Mashariki ya Kati wakaamua kuungana na kupambana kwa ajili ya kupambania Uislamu? Je, tunaiona vita hii sasa inakuwa ni vita ya Kiislamu kwa ujumla wake? Haya maswali yaliyoulizwa na Ali Larijani, wewe una lipi la kuzungumza katika maeneo hayo? Lakini pia leo nilipita kwenye chapisho la Rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron, ambaye alichapisha bandiko kupitia katika ukurasa wake wa X, lakini pia nikakutana nalo kwenye Truth Social pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Aliandika maneno haya: nimezungumza hivi punde na Rais wa Iran Bwana Masoud Pezeshkian. Nimemuhimiza akomeshe mara moja mashambulizi yasiyokubalika ambayo Iran imekuwa ikifanya dhidi ya nchi za ukanda huu, iwe kwa moja au kupitia makundi yanayoiunga mkono ikiwemo nchini Lebanon pamoja na Iraq. Nimemkumbusha kwamba Ufaransa inachukua hatua ndani ya mfumo wa kujilinda pekee kwa lengo la kulinda maslahi yake, washirika wake wa kikanda
na uhuru wa usambazaji baharini. Hata hivyo basi, haikubaliki kabisa kwa nchi yetu kulengwa kwa mashambulizi. Kuongezeka kwa mvutano bila kudhibitiwa tunakoshuhudia sasa kunaitumbukiza kanda nzima katika hali ya machafuko, hali ambayo tayari ina madhara makubwa kwa sasa na itaendelea kuwa na athari kwa miaka ijayo. Watu wa Iran, kama ilivyo kwa watu wengine kote katika ukanda huu, ndio ambao wanalipa gharama ya hali hii. Ni mfumo mpya wa kisiasa na kiusalama pekee unaoweza kuhakikisha amani na usalama kote. Mfumo huu lazima uhakikishe kwamba Iran haitapata kamwe silaha za nyuklia, huku pia ukishughulikia vitisho vinavyotokana na mpango wake wa makombora ya ballistic pamoja na shughuli zake za kuyumbisha utulivu wa ukanda wa kimataifa. Uhuru na urambazaji katika mlango wa bahari wa Hormuz lazima urejeshwe haraka iwezekanavyo. Aidha, nimemhimiza rais wa Iran kuruhusu Cecil Kohler pamoja na Jacques Paris kurejea salama nchini Ufaransa haraka iwezekanavyo. Mateso yao yamechukua muda mrefu mno na wanastahili kuwa pamoja na wapendwa wao. Huyu baba kama angekuwa anatumia akili zake timamu, pengine angeanza na Trump pamoja na Netanyahu, ambao wao ndio walioungana kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Lakini pia bwana Emmanuel Macron, kama anatamani kuzungumza hicho anachokizungumza, basi alikuwa anatakiwa kwanza aende akasome kifungu cha pili kwenye mabano 4 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa. Kifungu hiki kinaeleza kwamba wanachama wote wa Umoja wa Mataifa wanapaswa kujizuia katika mahusiano yao ya kimataifa dhidi ya kutishia kutumia nguvu au kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya uhuru wa eneo, kwa maana ya territorial integrity au uhuru wa kisiasa, political independence wa nchi yoyote. Pia kinakataza matumizi ya nguvu kwa njia yoyote ambayo haiendani na malengo na madhumuni ya Umoja wa Mataifa. Kwa kifupi, Macron anatakiwa kupunguza ushauri. Watu wana mipango yao, ikikamilika watasema kifuatacho. Sasa baada ya kauli hiyo ya rais wa Ufaransa bwana Emmanuel Macron, nimeona kauli ambayo imetolewa na rais wa Iran Masoud Pezeshkian. Amesema maneno haya: katika mazungumzo yangu na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, nimesisitiza kwamba Iran haikuanzisha vita hivi vya kikatili. Kujilinda dhidi ya uvamizi ni haki ya kiasili ya kila taifa, na katika hilo sisi tuna uwezo mkubwa zaidi. Matumizi ya kambi za kijeshi za Marekani katika eneo hili dhidi ya Iran kwa lengo la kuvuruga uhusiano wetu na majirani zetu inapaswa pia kusitishwa. Amani na utulivu katika eneo hili haviwezi kupatikana huku uvamizi wa kizayuni na Marekani dhidi ya nchi yetu kipuuzwa. Islamic Republic of Iran haitasalimu amri mbele ya vitisho pamoja na uonevu. Tunatarajia jumuiya ya kimataifa kulani uvamizi huu na kuwashawishi wavamizi kuheshimu sheria za kimataifa. Kuanzisha vita kwa lengo la kuteka na kutawala kwa kisingizio cha taarifa zisizo za kweli ni kitendo cha kizamani ambacho hakistahili kuwepo katika karne hii ya 21. Kuzungumzia kumaliza vita hakuna maana yoyote hadi pale tutakapohakikisha kwamba hakutakuwa tena na mashambulizi dhidi ya ardhi yetu katika siku zijazo. Kuna msemo mmoja unasema, kama hautaki vita, jiandae kwa vita. Kwa maneno mengine, kumalizika kwa vita lazima kumaanishe kukoma kabisa kwa uchokozi dhidi ya Iran. Bila dhamana za usalama, mazungumzo ya amani hubaki kuwa maneno matupu. Mashambulizi dhidi ya Iran yakikoma kabisa, ndipo tunaweza kuanza kuzungumza kuhusu amani. Wa Iran wanasema wao hawakuanzisha vita, na kwa sababu hawakuanzisha vita, basi wao wamechukua jukumu la kuimaliza vita. Kwa kawaida mtu ambaye anaanzisha ugomvi ndiye ambaye huwa anatakiwa kumaliza ugomvi. Imekuwa ni tofauti kidogo na Iran, ambao wao wanasema sisi kimsingi hatukuanzisha vita, lakini kumaliza vita halitakuwa tena jukumu la wale ambao walianzisha vita hii, bali litakuwa ni jukumu la wa Iran mpaka pale watakapokuwa wanaona sasa wamefanikisha mission zao, ndipo watakapotoa matamshi kwamba sasa wamekubali kumaliza vita. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.